أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mpenzi mtazamaji, alhamdulillahi ya rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, kama qala Allahu ta'ala fi muhkami kitabil aziz, inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ndugu zangu watazamaji popote pale mlipo duniani, siku ya leo tumekutana hapa kwa dharura, kwa ghafla tu, kwa sababu kuna tukio zuri, matukio kadhaa muhimu tumependa kuyawasilisha kwenu, ili mradi kila mtu ajue nini kinachoendelea duniani, nini kinachoendelea katika majumba ya watu, juu ya haki ambayo wanadamu tumeamua kuifuata. Ndugu zangu, Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla anasema kwenye Qur'ani ya kwamba inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Mwenyezi Mungu huwa habadilishi mambo ya watu, hali za watu, shughuli za watu, ila na wenyewe wakubali, wabadilishe mioyo yao, wabadilishe nafsi zao. Mungu pia huwabadilishia hali zao. Allah Jalla Jalalu, yeye ndio aliyekataza ushirikina. Yeye ndio anayechukia shirki. Yeye ndio anachukia kufuru. Wanadamu kama wataamua kiukweli kabisa kwa dhati ya mioyo yao kurudi katika haki, wakaacha shirki, wakaacha kufuru, wakatafuta namna ya halali, kutafuta solution juu ya hali zao, Mwenyezi Mungu wallahi hawaachi, hawatupi, atabadilisha pia hali zao. Nimesema hivi kwa nini? Kuna taarifa baada ya sisi kuamua sasa kutangaza mti mkuu katika vyombo vya habari. Hivyo basi watu wengi wenye maradhi, watu wengi wenye matatizo, na wengine waliamua sasa kuacha mambo ya shirki, wakaamua kurudi kwenye msala, wakaamua kutawakali moja kwa moja kwa Mwenyezi Mungu. Wao pia Mungu aliwapa njia, ukawafikia mti mkuu katika majumba yao, ukawafikia mti mkuu katika nchi zao, ukawafikia mti mkuu katika biashara zao. Mwenyezi Mungu, kwa kuwa mioyo yao ilikuwa tayari kubadilisha staili ya maisha, ilikuwa tayari kuamua sasa kutafuta solution katika namna zilizokuwa nzuri, basi Mwenyezi Mungu hakuwaacha, na yeye kaonyesha nguvu yake aliyeweka ndani ya viumbe wake. Ndugu zangu, nilitangaza siku moja, na naomba nirudie kwa mukhtasari tu, kwamba hii dawa ya mti mkuu, mimi Jaafar bin Abdurrahman ndio mtu wa kwanza kuja kuitangaza katika mitandao, lakini nilipata msukumo kupitia rafiki yangu Sheikh Uthman Michael, nikaamua kwa dhati ya moyo wangu kuileta kwenu kokote duniani ili mambo yaweze kwenda sawa sawa. Sasa baada ya kuitangaza hii dawa, ambapo mimi siku zote nilikuwa nafanya siri katika tiba zangu, mpaka mtu anijie nimchanganyie mti mkuu, wallahi mti huu umeendelea kufanya makubwa duniani. Sasa kuna taarifa nataka niwaletee, kwa sababu kuna watu huwa wapendi kuamini vitu mpaka waone, mpaka washuhudie matukio. Na ndio maana waganga mushirikina wamekuwa na mafanikio makubwa kwa raia, wamekuwa na mafanikio makubwa kwa watu. Kwa sababu gani? Kwa sababu kuna matukio huwa wanawafanyia. Sisi kwenye uganga wa kisunna hatufanyi chochote zaidi ya maelezo, alafu mwenye yakini tukamkaribisha akafanya. Sasa hili limekuwa linachelewesha watu kujua haki iko upande gani. Nikwambie, kama unaamua kubadilika kiukweli kabisa, Mungu anabadilisha hali yako. Nilisema mti mkuu mimi nilipewa kama zawadi. Mwingine hii taarifa hujawahi kuipata, naomba nisikilize vizuri, alafu taarifa ikujie leo live uisikilize hapa nilipo. Mti huu mimi nilipewa kama zawadi baada ya aya ya Mwenyezi Mungu ya kwenye Qur'ani. Mungu anasema hal jazaul ihsan illa al ihsan, hakuna malipo ya wema ila wema. Nilipata safari kutoka Dar es Salaam kuelekea kwetu Mikumi, ndio kwetu Morogoro Mikumi. Bahati nzuri kwenye siti niliokaa, nimekaa na mzee. Yule mzee simfahamu, sijawahi kumuona. Mwenyezi Mungu, kwa sababu tumesoma dini, basi kumbe kuna kitu Mungu ananiandalia, lakini pia anakuandalia na wewe mtazamaji. Yule mzee njiani
Mungu akampa mtihani, kumbe alikutoka Muhimbili hospitali akatapika. Bahati mbaya akanitapikia mimi vibaya kwenye kanzu yangu. Mzee akaogopa, akasema hii nini, itakuwaje leo? Lakini wallahi nilimheshimu na nikampendelea kwa kuwa na maradhi, ana shida. Nilimfanyia huruma ya Kiislamu, huruma ambayo nimerithi kwa wazee wangu. Bibi yangu alikuwa ni mtu mwenye huruma sana, mama yangu ni mtu mwenye huruma sana, mashaallah. Sasa huruma ile likapelekea mpaka tukashuka hospitali Morogoro. Dereva alizuia kwamba mzee huyu haiwezekani tena kwenda naye mpaka Iringa, huyu washuke hospitali. Mimi nikawa kama mwanae, nikamsaidia hospitali. Siku 2 nikalala Morogoro. Siku ya 3 tunaondoka kwenda zetu mimi kumalizia safari kwenda Mikumi, nikaamua nimsindikize baada ya kuongea na mwanae mpaka Iringa. Baada ya kufika Iringa nikalala siku moja, asubuhi niondoke. Mzee akaniambia, kijana, wewe ni mtu mwema, wewe ni mtu muungwana, wewe umelelewa, wewe umezaliwa, wewe ni kweli Muislamu, wewe umesoma dini. Naomba tafadhali kuondoka kwako usiwe bure bure, uondoke na zawadi. Zawadi gani? Akaenda kunionyesha mti. Tumetembea porini, akasema mti huu umeuona, hii nakupa kama rasilimali katika maisha yako. Utakusaidia wewe mwenyewe katika maisha yako na wanao, lakini pia utawasaidia watu sana. Mti huu mwenzio ndio umenifanya nina nyumba kadhaa hapa Iringa mpaka vijijini. Naishi kijijini basi tu, lakini nyumba za mjini zote wanangu wanakanza kwangu. Kwa nini? Wachawi mti huu ni kiboko yao. Wakiroga, mimi natoa mti huu tu. Nikitoa mti huu, uchawi siku hiyo unabatulika. Ndio maana tukatangaza mti mkuu kuondosha manuksi na mabalaa katika mwili. Ni siku 3 tu, mtu anaoga siku 3 na anakunywa siku 5 basi. Haizidi ya hapo. Mungu huleta ajabu yake kupitia viumbe wake. Sasa hii ni nguvu ya Allah katika mimea, nguvu ya Allah katika viumbe wake, ili kuonyesha nguvu na cheo chake. Sitaki niseme sana. Baada ya kupewa zawadi hii, mimi nilikuwa nafanya siri, akinijia mtu karogwa na muopoa, na kweli majibu yakawa yanapatikana, lakini ilikuwa ni siri yangu. Kuna siri ndani ya kutengeneza dawa hii pia. Siri hiyo ndio siitoi kabisa. Kwenye kutengeneza dawa hii pia kuna siri nyingine. Hiyo naijua mwenyewe, hiyo sisemi hiyo. Ikitokea wewe umejua mti mkuu utaujua ndio. Na nitakuja kuipiga kamera ukauone. Baada ya hiki ambacho nakwenda kukueleza leo. Ukienda kuuona tayari utakuwa unaujua, lakini namna ya kuufanya uwe dawa bado itabidi mpaka unitafute mimi mwenyewe. Wake ndo nina siri nyingine inshallah. Leo naomba nikuletee watu wawili. Kwa sababu wewe huamini, unasumbuka na shida zako. Nikuletee watu wawili hapa, wataongea na simu live, ili mradi uwasikie kutoka huko aliko. Wa kwanza ni mzee wangu, mtu mzima mwenye heshima zake. Yeye ameshuhudia makubwa, hakunieleza. Ameomba ataeleza siku akija live, na anategemea kuja. Nini anasema? Sitaki niseme mimi. Sikiliza, nampigia mzee ambaye nimemfahamu kwa jina la Amiri Msagati. Yeye anapatikana katika nchi ya Kenya, kama sio Nairobi basi ni Mombasa. Ameomba tafadhali nikiweka kipindi hiki aweze kusema nawe live. Mashaallah, mashaallah. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amiri Msagati. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Baba yangu, muda wetu ule umefika, na sasa hivi niko moja kwa moja live na watazamaji wanataka kusikia nini ambacho kimetokea kwako katika kutumia mti mkuu. Karibu sana. Naam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Anza na jina lako, jitambulishe alafu endelea. Naam, mimi kwa majina kamili Ndio. Kenya naitwa Abu Rashid, lakini nyumbani Tanzania ni Amiri Msagati. Sawa. Mimi kabila yangu ni Mkilindi. Kabila gani? Mkilindi. Mkilindi, sawa. Mkilindi wale. Sawa. Nyerere anawajua vizuri bana. Sawa. Sasa bana, unaongea kutoka wapi? Naongea kutoka Kenya. Sawa, leta habari sasa. Habari ndio hizi. Kwanza tumwekeni Mungu mbele. Sawa. Tukimweka Mungu mbele kwa kila jambo, kila kitu kitaenda vizuri. Maana sasa huo mti mkuu huo, Naam. huo mti mkuu jamani, tuheshimuni ndugu zangu. Allahu akbar.
ili ugombane na wachawi, hebu kuwa na huo mti mkuu. Ukitaka kugombana na wachawi wale wanga, shika mti mkuu, itakuwa vita vikali. Allahu akbar. Vita vikali, tena vita ambavyo wao hawakuwezi wewe. Allahu akbar. Kabisa kabisa kabisa. Nini kimetokea? Ambao Mungu aliupa pawa na akaubariki na akaubariki na akaubariki. Ndugu zangu, tuweni pamoja na Mwenyezi Mungu ili tuwe kitu kimoja na tuondoshe hasad. Huyo bwana Jafari huyo, Mwenyezi Mungu kwanza ambarikie. Amin. Manake mzee wake ambaye ni marehemu, mimi nimemwambia Bwana Jafari nitakuja kumuona huyo mzee. Japokuwa ameenda, lakini nitakuja kuzuru kaburi lake. Allahu akbar. Allahu akbar. Amin. Ya Rabbi. Ya, kwa hivyo ndugu zangu, tuheshimuni haya madawa. Najua matapeli ni wengi, lakini hatuwezi kuwa sote matapeli. Sawa. Hatuwezi. Matapeli wako wengi kweli, lakini sio wote. Mwanzo fuata utibabu wa ukoo. Kuna mganga na kuna mtibabu. Sasa mtibabu hafanyi vitu vichafu. Labda nini ni yule aliyetajwa mpaka kwenye Qur'ani, mpaka kwenye Bible, Agano la Kale limo. Sawa. Nini labda ni mganga anaweza kukutapeli, lakini mtibabu hawezi kukutapeli. Labda nini kimetokea zaidi mpaka ukahamasika leo uongee na watu duniani? Sasa kile kilichotokea, ndio jamaa alikuwa saa zote hawalali ndani ya nyumba, wanashikwa kabisa na mtu kabisa live, si ati chenga live. Lakini saa hii ndugu yangu, ndio amani imepatikana ya kutosha zaidi. Allahu akbar. Watu wanalala mpaka wanajisahau wakati wa swala. Allahu akbar. Wallahi wa billahi, nakuapia wallahi. Tena nimeangalia kibla. Mimi naongea hapa nimeangalia kibla. Nakuapia wallahi billahi. Hakuna wa kumchezea. Alhamdulillah. Kwa hiyo mwanzo nyumba hiyo walikuwa hawalali kwa ajili ya wachawi. Hawalali, hakuna usingizi, hakuna hata sekunde moja. Yaani hata ile kusema wacha nijisaidie kidogo nipate ingalau kama jisabiki moja ama robo saa, hata nukta mbili huwezi kulala, lakini saa hii watu wanalala fulani. Alhamdulillah. Wallahi neema ni Mola inshallah. Mungu atubariki ya Rabbi. Amiri Msagati. Ndugu zangu, ndio vyombo vya habari na mieleza ukweli. Nyinyi hamnioni lakini mnasikia sauti yangu. Kama Amiri Msagati mimi, Kilindi kabila langu. Una umri gani mzee? Mimi nina miaka 57 saa hii. Haikupasi kusema uongo. Nasema wa umri huo upasi kusema uongo, mashallah. Haunipasi kusema urongo, sifai kusema urongo. Amiri Msagati, mimi nikushukuru sana mzee wangu, lakini tutakualika live ukijaliwa kuja Tanzania kwenda kuliona kaburi la mzee Isa Mgalavas. Dakika zimeisha. Na mtazamaji, bila shaka umemsikia Amiri Msagati. Lakini kama haitoshi, tunakwenda moja kwa moja Zanzibar. Kuna tukio limetokea katika mji wa Zanzibar. Tunaye kijana ambaye pia ametoa ahadi ya kutoa ushirikiano siku ya leo ili kuzungumza na wewe mtazamaji kwa chochote kile ambacho Mungu atamwezesha insha Allah, ili aweze kusema na wewe siku ya leo. Asalamu alaykum Sheikh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na bwana, habari ya Unguja? Habari ya Unguja mzuri, namshukuru Mwenyezi Mungu, alhamdulillah. Shukrani. Naomba jitambulishe kwa mtazamaji, alafu nikukaribishe ueleze nini kilijiri baada ya kutumia mti mkuu hapo mtaani kwenda huko wapi inshallah. Bismillah. Kwa jina naitwa Muhammad, napatikana Fuoni, Zanzibar. Sawa. Awali yote tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Nianze na mimi binafsi, maana kuna matokeo ya kwangu mimi binafsi nilotumia na wale wenzangu ambao nimewashauri na wakautumia mti mkuu. Ndio. Mimi binafsi kusema la ukweli, baada kuona taarifa hii ya mti mkuu kwenye YouTube, ndio nikaanza kufuatilia, na mara ya kwanza tu nimeagiza vichupa 3. Sawa. Lakini baada ya kuona manufaa nikaagiza 7, nikaagiza na tena 3. Sawa. Mimi binafsi nilikuwa na tatizo la
kuna kitu kinanitembea katika tumbo langu, kusema kwa ndani ya tumbo. Allahu akbar. Mithili ya nyoka. Allahu akbar. Na kutoka chini, kutoka kwenye kitovu kujia juu kama kifuani, nikipata maumivu makali sana. Ndiyo. Lakini biiznallahi wa idhni ya Mwenyezi Mungu nikapata ufumbuzi, maana nilitumia dawa nyingi mno. Sawa. Allah ni shahidi. Lakini baada ya kutumia mti mkuu, kukoga na kunywa, ilipotea, nimesahau kabisa. Nimesahau kusali maradhi, na mshukuru Mwenyezi Mungu, ndio akusifiwa pekee yake. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Ndiyo. Baada ya kuondoka tatizo hilo, na baada ya kukoga mimi na familia yangu, tukaamua kupiga deki nyumba. Ndiyo. Kwa idhini ya Mungu, ili tuweze kupata ulinzi, asbabu ni mti mkuu. Sawa. Tulipiga deki, wakaja jamaa zangu. Kuna jamaa yangu mmoja ambaye tunamshuku kwa tabia zake za kishirikina na kichawi. Ndiyo. Lakini katoka huko kwamba anakuja nyumbani kwangu. Lakini kufika nyumba ya tatu, alikuwa kafuatana na mjukuu wake, aligoma kuendelea na safari. Nyumba ile pale anaiona, sasa mimi siwezi kuingia kule. Allahu, wakati anajua kama ile nyumba amepiga deki ya mti mkuu ama hajui? Hafahamu. Isipokuwa yule ni mtu wa mizuka, itoka mizuka yake ndio aliyomwambia usiingie, utakwenda tafuta mauti. Sawa. Mjukuu wake akamwambia twenzetu, sasa tumetoka masafa, tumepanda gari mpaka tunafika Fuoni, halafu huingia. Akasema mimi siwezi kwenda. Allahu akbar. Nyumba ile pale anaiona, kaambia nenda wewe. Yule mjukuu wake akaingia ndani, baba yake wife akatoka, akamwambia njoo, akamwambia mimi siji. Huyo ni nani yenu? Ni nani yenu huyo? Ni nani yenu? Ngoja nijemie. Okay. Kwa hiyo wife kwenda pale akazungumza naye, yule mama ikawa anashindwa kumwangalia yule mke wangu usoni, kwa sababu mke wangu ashatumia ile dawa. Allahu akbar. Anainamia chini, anamuona kama anaogopa, anamuona haya. Allahu akbar. Hili ni ambalo limenitokea mimi binafsi baada ya kutumia hii dawa, na mshukuru Mwenyezi Mungu, alhamdulillah. Shukrani wa jazakallahu khair. Jafari, Mungu akupe maisha marefu sana. Amina ya Rabbi, amina inshallah. Amina ya Rabbi, amin. Na yule mzee alokupatia hii dawa, Mungu amrehemu, ampe pepo. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu waskana fil janna. Amin. Amin. Hicho ni kisa changu binafsi, lakini kuna rafiki yangu sasa. Leta rafiki yako na yeye ndio. Baada kumwambia, akanambia basi nipunguzie japo kijiko kimoja. Aha, yeye alikuwa hajaagiza yeye. Hajaagiza. Ndio kwanza nampa habari, akanambia mbona nimetoka unatoka kule na kuona kama umebadilika. Wakati mimi nikikaa na wewe ilikuwa napata matatizo, kwa sababu ulikuwa una jini mkubwa na kusumbua. Na ilikuwa kweli mimi kana nikitia story ilikuwa napata matatizo sana. Yule rafiki yako? Rafiki yangu, lakini ananiambia tuko na kuona unakuja kule kama umebadilika, uso na haiba. Akamwambia ni kweli. Yote haya ni kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. Baada ya kutumia mti mkuu nikampasha zile habari. Ndio. Baada ya kumpasha akaniambia nitafadhali kijiko kimoja na kiomba, kwa sababu nilikuwa nayo mfukoni natembea nayo. Allahu akbar. Nikampunguzia kijiko kimoja, akaitia mfukoni. Baada ya swala magharibi anaenda nyumbani kwake sasa. Ndio. Asema kwanza nilijikwaa mguu bado kidogo ng'oke. Sawa. Dawa imo mfukoni hiyo. Ndio. Akajiuliza kuna nini, akaenda mpaka nyumbani kwake, kuna ndugu yake. Akapandisha shetani papa, akamwambia umekuja na nini? Ndio. Akamwambia nimekuja na dawa. Kwani wataka nini? Hajamwambia wala nini hapo? Hajamwambia, ndio kwanza anatokeza sasa, hata hajafika. Amwambia unakuja na nini wewe? Kashapandisha wakati huo. Allahu akbar. Akamwambia nakuja na dawa. Na dawa mfukoni mwangu. Basi pale wakamsemeza, akamwambia wakati unakuja kilichosababisha nini nikapandisha? Baada wewe kuja na dawa liling'oka jini chini ya ardhi. Allah, yule mwenye majini ndo kaona hiyo hali. Kaona ndo akachagawa. Sasa kilichofanya nikachagawa, baada ya kureact ile jini, naiona mti mkuu ukaanza kichwa kinanuma, lakini ile jini lilipoanza kuzuka ndo na mimi nikawa sijitambui tena. Sawa. Ndo akamuuliza unakuja na nini? Kwa nini ile jini limeshughulika hapa? Alikuwa kafukiwa pale ile jini. Allahu akbar. Kwa hiyo kuna kitu limetoka chini ya ardhi kama pesa unaivuta kwenye bahari, alafu linakwenda mbio huko linalikitokana atusi. Allahu akbar. Hichi ndio kilichomtokea rafiki yangu huyu, na yeye akaamua kutoa sadaka ya kijiko kimoja baada ya kumwagizia, nilimwagizia kwake. Sawa. Baada ya kutumia na familia yake. Na huyo ndugu yake aliochagawa ilikuwa ni mateso na miaka karibu 45 hajaoa mpaka leo amezindikwa. Allahu akbar.
Lakini anasema toka nianze kutumia hii dawa najisikia faraja kubwa sana na furaha ile kubwa. La ilaha illa Allah. Baada ya kutumia naona kuna vitu vinatolewa kila kipindi ya nyumba ninaoishi, kuna mtu anachukua vitu anavitupa kama zindiko. Allahu akbar. Kaona miujiza hii, kwa hiyo naye akaamua kumpa jirani yake ameparalyze mwaka wa pili. Ndio. Akampa kijiko kimoja alafu akaambia agiza ya kwako kwa sababu mimi hainitoshi hii na familia yangu. Sawa. Kumpa yule mwanamke ambaye akaparalyze miaka miwili kama amepata nafuu kubwa sana, hajapata hapo kuiona. La ilaha illa Allah. Hajapata hapo kuiona, kwa hiyo naye anachanga chochote atafuni mwagizie ya kwake. Huyo nitampa zawadi ya mafuta pia ya mti mkuu kwa rehema zake Mungu akachue inshallah. Hiyo natoa binafsi, ukiagiza unikumbushe hiyo nitampa inshallah. Haya inshallah. Sheikh wangu mimi nikushukuru. Naam. Jingine la mwisho. Akaja mwanafunzi wa primary alikuwa anateswa na bibi yake naye usiku. Bibi yake mchawi. Bibi yake mchawi anamkanyaga kwenye miguu mpaka shandiko operation kwenye magoti humu, anaumia vidonda havipoi. Ndio. Nikamwambia nawe chukua kijiko kimoja kwa sababu ndio nilichonacho, sina chengine. Wewe unagawa tu, unatoa dozi tu Sheikh, mashaallah. Mimi lazima nitoe sadaka. Mungu akulipe khair inshallah. Lakini mwenzio unauza ungekuwa sadaka sababu sana anateseka sana. Mimi mwenyewe nishateseka. Kwa hiyo mtu akiniambia anakuwa anaumia sana. Lakini mwenzio unauza ungekuwa unamwambia Sheikh wewe uje kuchukua kwa wewe unagawa wewe Sheikh. Mimi nagawa kijiko kimoja alafu habari yake yeye asijakaona mimi namdanganya. Sawa, shukrani sana inshallah. Akishaiona mtu anatoa pesa mwenyewe anakuja kununua kwa kikopo kizima kile. Allahu akbar. Mungu akuhifadhi inshallah. Ndio. Akawa analala nayo ile dawa. Katika kama kidizari tu, zikafunga kama dizari tu kidogo. Ndio. Basi ile kufunga kulala tu, bibi kaja kumwambia shajua unatumia dawa, lakini nitadili na wewe sitokuacha. Allahu akbar. Akasema tunapenda kanisimulia, akaambia wewe mwelekee Allah kwa sababu anitibu ni Allah. Ni Mwenyezi Mungu, kila kitu ni Mwenyezi Mungu, ni kweli kabisa, ni kweli. Dawa ya mti mkuu ni asbabu, acha tutumie Qur'ani na miti, kwa hiyo tukifanya masala tutafikwa na mashaka mingi sana. Shukran sana. Basi namalizia. Ndio. Basi ni mwanafunzi yule alichukua ile dawa akaitia mfukoni akaenda zake skuli. Kufika skuli wanisikia hapo? Nakusikia. Nataka niko makini sana nakusikiliza. Akaenda zake skuli, basi kufika skuli asema kila darasa analosimama, anasimama nje ya darasa watu wanachagawa. Allahu akbar. Hawajui ana nini. Darasa la pili watu wanachagawa. Akaenda darasa alimaliza skuli, yeye anaenjoy tu anacheka lakini anayo mfukoni. Allahu akbar. Hii ndo habari ya dawa hii. Ndugu zangu Waislamu, tumieni hii dawa. Mashaallah. Tumieni Qur'ani, tukiacha utaja wa Mungu tutateseka, na miti Mungu alileta kabla yetu. Tutumie. Sawa. Dawa ni muhimu sana. Na jaribu kutumia uone. Na kuombea khairi Sheikh wangu. Asante sana na nyinyi mbarikiwe sana. Mimi nakushukuru kwa moyo wako mzuri na kukubali kutoa ushirikiano. Mungu akuhifadhi brother. Amina. Na niseme tu kwamba Mungu akijalia khairi tutatafuta mtu ambaye muaminifu tumpe hizi dawa huko Unguja ili watu wasiingie gharama za manauli ya kila siku Azam inshallah. Kila siku itakuwa shida hata nayo pata kupumzika. Na inshallah mimi pia kila siku bandarini. Ratiba na vijana wangu kina Saidi Sungita kwenda bandarini kutuma mizigo atapumzika inshallah. Kabisa. Basi kila la kheri bwana, mchana mwema. Asante sana, nashukuru alhamdulillah. Na bila shaka mtazamaji umesikiliza yaliyojiri sehemu mbili, lakini ni sehemu nyingi. Nayo histori ya nchi ya Marekani, mama mmoja aliyelazwa hospitali kwa muda wa miezi miwili, presha yake na sukari haishuki. Nilipoelezwa hili jambo na kijana ambaye alianza kutumia dawa kwetu yeye mwenyewe binafsi, nikamwambia mpelekee mti mkuu, lakini pia nimtengenezee dawa ya presha ambayo nitatia ndani yake mti mkuu. Wallahi madaktari wa kizungu walishangaa, ni nini hiki? Wao wenyewe ndio waliruhusu, baada ya kuona kwamba hawapati mafanikio, wakaruhusu dawa kutoka Tanzania iingie hospitali, na akapewa mbele ya wenyewe wazungu, na wakashangaa ndani ya siku 3 mtu yuko vizuri, sasa anakaa kitandani mwenyewe. Mama ambaye alifikia mahala mpaka ganzi imeshika mikono kwa ajili ya pressure, hawezi kusimama. Sasa hivi leo asubuhi nimeongea na jamaa yuko busy, kwetu ni asubuhi, wao kule ndio wako night kazini. Amesema sitoweza kuongea live kwa sababu niko busy, lakini wallahi moyo wangu uko pamoja nanyi katika hili. Waeleze watu kwamba mti mkuu ni mti ambaye kweli Mwenyezi Mungu ameweka kitu
Na Jafari, Mwenyezi Mungu akupe uhai na umri ili uendelee kutusambazia na kutusaidia. Tumefanya haya kwa sababu kuna baadhi ya watu huwa waamini vitu mpaka waone mpaka wasikie. Hawa watu pia tutawalika live, Allah kijali baada Eid al-Udhuhiyya, tutawalika inshallah ili waje watoe wazungumze haya live. Lakini matukio ni mengi sehemu mbalimbali. Hata juzi niko Mtoro, kuna mama anaumwa mwili mzima, anaumwa, akipimwa haonekani anaumwa kitu gani. Katumia dawa siku 3. Kaja kuniambia Sheikh Jafari, wallahi nimeongea na mume wangu akirudi kutoka Uingereza tukuje tukuone, na yeye ameahidi kitu sijui ni nini, lakini kuna kitu kikubwa zaidi nimepewa leo mchana na kabidhiwa. Kuna mtu kafanikiwa jambo kubwa sana, mfanye biashara, ameamua kunipa zawadi. Zawadi ya nini nitakuja kukuambia siku ya, lakini leo ndio nakabidhiwa inshallah. Lakini yote kwa yote, na mrehemu mzee Isa Mgalavas, Mwenyezi Mungu amsamehe katika kaburi yake, na alifanya kaburi yake kwa raudha min riyadhil janna. Lakini pia namshukuru Allah jalla jalalu aliyenipa dini mapema na malezi bora kwa wazee wangu, kumsaidia yule mzee mpaka nikapata siri. Lakini mti huu kuna siri nyingine ambayo mzee alinifundisha jinsi ya kuiandaa. Watu wengi watajua, lakini namna ya kuiandaa ile siri nyingine ndio siisemi. Mti mkuu nimetaja, kwa utafute potelea mbali, lakini siri ya kuandaa nitabaki nayo mwenyewe, kwa sababu pia nami vile vile nafanya maisha hivyo. Wewe unasaidika na maradhi, na mimi ukinipa hela maisha yanaendelea. Sasa nitauza kila kitu? Haiwezekani. Kwa mtazamaji, nikushukuru kwa kupoteza muda wako kufuatilia matukio haya. Na niseme tu sasa hivi mashallah Mungu amejalia amani. Gome la mti mkuu ukiweka ndani wanga hawaji, na watu wamethibitisha hili mashallah. Lakini mafuta haya ya mti mkuu tumeandaa kwa ajili ya watu wenye ganzi, wenye maparalyze. Lakini pia tumeweka mafuta haya, mtu atakayechanganya na mafuta ya zaituni akipaka hawangiwi, na kuthibitishia Mungu wangu shahidi, Mungu ameweka ajabu katika mti mkuu. Akipaka mtoto, mtu mzima, wakati wa kula na mafuta haya yaliyochanganywa na mafuta ya zaituni, akapaka kiasi tu, uchezewi mwili wako na mchai wa aina yoyote. Unga wa mti mkuu watu wakaoge mashallah kwa ajili ya kuondosha manuksi, mabala. Na ndio maana inaogwa siku 3 tu, sio zaidi ya hivyo, ila kunywa ni siku 5 mpaka siku 7. Kuna maajabu makubwa yanaendelea kujiri, taarifa nazipokea, lakini wengine siweza kuwapata kwa urahisi wala kurekodi voice zao. Nikwambie, nikukaribishe inshallah, sitafuti kiki, sitafuti sifa. Nafasi unayo, karibu, sikulazimishi. Lengo letu wataawanu ala albirri wattaqwa wala taawanu ala alithmi waludwan. Saidianeni katika mambo mema na ucha Mungu, na wala msaidiane katika mambo mabaya na uadui. Tunasaidiana tu, utanisaidia katika lingine nami nitakusaidia katika hili. Haiwezekani umejenga nyumba milioni 20, milioni 30, hata milioni 5 ndio umetoa pesa hivyo, alafu eti ulali kwa amani kwa ajili ya mpuuzi tu mwanga, kwa sababu ya mpuuzi tu mchawi. Haiwezekani. Mungu katoa zawadi insha Allah. Gome la mti mkuu linapatikana, unga wake tayari umeandaliwa na mimi mwenyewe, na mafuta yake nimeandaa mwenyewe. Hii kwa sasa ndio dozi yangu, na ile dawa ya miti 7 ndio dozi yangu.